Nini wito wako sasa kwa kanisa la leo? Nini wito wako hasa kwa kanisa la leo? Yaani kama watu wakiamua basi kukuchukua wewe au kuchukua maelekezo yako kama ndio dira ya kanisa. Nini ungetamani kifanyike ndani ya kanisa hasa kwa wachungaji, mitume, manabii ambao wanaongoza watu? Nini ambayo ni mwito wako kwamba natamani hawa watu wangefanya hivi? Nini hasa? Cha kwanza, imeandikwa kwamba shina la mabaya yote ni watu kupenda fedha. Na katika siku za mwisho watu watapenda fedha kuliko kumpenda Mungu au kupenda jamaa zao. Watu wajue kuna maisha baada ya faida wanayozipata, matumbo makubwa wanayokuwa nayo, magari makubwa mazuri wanayoendesha. Utu ni zaidi ya utajiri mwingine wowote. Ndio maana mimi sina waumini wengi, mimi sina mali nyingi, lakini mimi ni mmoja kati ya mtu niliye na thamani kubwa kwenye mioyo ya watu. Kwa sababu mimi situmii maisha yangu ama uhubiri wangu kama njia ya kupata faida. Na hapa nilipo niwatoroka kidogo. Kuna mtu mmoja amekuja hapa, aligongwa na gari, ana muhogo, alikuwa mfungwa gerezani, nilifungwa naye, niwasaidia mle, alikuwa na shida, utaiona. Nimechukua kakripu kidogo. Nikiwa katika hali ngumu, lakini ana muhogo, hana hela ya kwenda kutolea muhogo. Kakumbuka alitoka mwezi wa 6 mwaka jana, amekwama mwaka huu, ndo amejua kuna baba yetu ambaye alikuwa anatusaidia, ndo kaja, sina hela ya kutolea muhogo. Aliniambia na muda ulishapita. Nikamwambia anyway, haya, hii hela ya kutolea muhogo hii hapa, Ebu sio nampa mpaka, yani nampa humo ndani sina hata shilingi 50,000 ninayo kwenye mpesa kidogo. Ndo nikamwambia binti, naomba 50,000 nimpe, alafu wewe na kutumia kwenye mpesa. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa mimi ndo maana nikafanya kusema katika uhubiri maarufu Tanzania au duniani, mimi ndo mmoja naishi maisha ya dhiki, kwa ambaye ningetumia umaarufu wangu ningekuwa na utajiri mwingi. Lakini mimi nimetanguliza nini? Mtu ni zaidi ya fedha. Upotovu na ukengeufu wote huu unaohubiri kuwa wanafiki, kuwa ndumila kuwili, kuwa nyoka, ni kwa sababu ya maslahi ambayo uyapata kwa aidha kwa wenye mamlaka, kwa sababu ya maslahi, kwa anakuwa tayari kunyamazia lolote, kusifia chochote. Sasa wajue kuna maisha baada ya ulaji huo, kuna maisha baada ya yeye kuwa salama wakati wengi wanalia, kuna maisha baada ya hayo. So nini wafanye sasa? Kuna wasemaji wanasema ilitabiriwa. Hakuna watakachofanya. Wengi wanakuambia tunatamani kuwa kama wewe, lakini kwa kweli hatuko tayari kufa. Kwa kweli hatuko tayari kupata madhara juu ya jambo hilo. Kwa hiyo mimi off camera nimekujibu kwamba sihubiri ili tu wabadilike. Biblia inasema katika Ezekieli 2 kuanzia mstari wa 3 kwamba nakutuma kwa watu wanaoasi sana. Wanaasi sana. Sio kwamba watabadilika, ila watajua tu alipata kuwako nabii miongoni mwao. Wow. Yeah. Wow.